كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla waala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalus salah wa atammu taslim, leo napenda niwakumbushe kuwa azina amrun qabihun muharramun bilkitabi wassunna walijma' liannahu yajma'u khilala sharri kullaha. Napenda kuwakumbusha Waislamu wenzangu ambao mnanisikiliza hivi sasa kuwa zinaa ni uchafu. Zinaa ni uchafu ambao umeharamishwa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa mapatano ya wanawachuoni wote wa Kiislamu, kwa sababu uchafuo unakusanya mambo yote ya shari. Zinaa ni uchafu ambao umeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wanawachuoni wote wamepatana juu ya uharamu wa uchafu huu, kwa sababu uchafu huu unakusanya mambo yote ya shari. Zinaa inamfanya mtu aende klabu na sehemu mbalimbali katika kumbi za starehe kwenda kunywa pombe. Kadhalika zinaa inamfanya mtu aende disco kutafuta wanawake na kucheza nao. Zinaa inamfanya mtu apambane, kwenda muda mwingine akafikia kuiba au kutepeli au kufanya ujambazi ili mradi apate pesa ya kumhonga mwanamke. Na ndiyo maana utaona hata baadhi ya vijana wanapambana katika kutafuta, wanaminyana katika kutafuta, wanatafuta kwa jasho kali sana, mchana na usiku wanatafuta, wanahangaika kutafuta riziki. Lakini ukitazama katika mafanikio ya kidunia wapo chini sana. Kwa nini? Kwa sababu vile vipato vyao, pesa zao ambazo wao wanazipata katika kazi zao, katika biashara zao, katika mihangaiko yao ya kila siku, wanapeleka kwa wanawake. Bali zinaa yaweza ikamfanya mtu atoweke kabisa katika njia ya kheri, katika njia ya kutafuta elimu ya kisheria. Nadhani hili lipo wazi kwa wengi katika talabatul ilmi, kwa sababu tumeshuhudia zaidi ya mara moja baadhi ya wanafunzi wakifukuzwa katika marakiz na madaris kwa sababu ya jarima zina. Hilo lipo wazi, halina shaka katika hilo. Haya yote ni katika madhara ya zinaa. Kwa maana shari hizi zote zinakusanywa na zinaa. Sasa basi, pamoja na hayo yote ambayo sisi tumeyataja kwamba zinaa ni uchafu na umeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naye pia ameharamisha, kadhalika mapatano ya wanachuoni yapo juu ya uharamu huu. Pamoja na hayo yote tuliyotaja, kwa masikitiko makubwa, jamii tuliyokuwa nayo, zinaa inaona kuwa ni kitu cha kawaida sana, ni kitu chepesi, hakina neno. Na ukitaka kujua hilo, hebu
jiulize, katika mji wenu kuna watoto wangapi wa zinaa na watu wangapi wanakaa na vimada bila ya ndoa? Watu wangapi? Ni ulufu muallafa. Kwa nini? Kwa sababu zinaa katika jamii hii ya sasa ni kitu cha kawaida, ni katika mambo ya maendeleo ya kiulimwengu na usasa wa kiulimwengu. Huyu akakaa na mwanamke pasina ndoa na yule akakaa na mwanaume pasina ndoa, ni kawaida, ni kitu cha kawaida tu, wala hakuna neno wala kuna cha kushangaza hapo. Ndio ukawaona kuna baadhi ya watu wanasafiri kutoka katika mikoa yao kwenda mikoa mingine, wakatumia gharama nyingi za pesa kufuata uchafu wa zinaa, kuwafuata wanawake. Kuna watu wazinifu, zipu zao hazifungi, zipo wazi kila mara kwa sababu ya uchafu huu. Hapa nazungumza na Waislamu, sizungumzi na Wakristo, nazungumza na Waislamu. Jamii ninayoitaja hii ni jamii ya Kiislamu, wake kwa waume, wanawake na wanaume wameingia katika uchafu huu. Wavaa masuruali, kadhalika wavaa kanzu, wavaa madila, kadhalika wavaa majuba, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu. Kwa hiyo hali imefikia hapo, mwenye kuvua kanzu akavua, mwenye kuvua suruali akavua, mwenye kuvua dila akavua, mwenye kuvua juba akavua, kwa sababu ya uchafu huu. Hiyo ni jamii ya Kiislamu, na haya yote yanaonyesha namna gani, namna jamii ya Kiislamu ilivyo mbali na maadili sahihi ya Kiislamu, na namna shaitani alivyowapambia katika jambo lao, wakasahau adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameiandaa maalumu kwa ajili ya wazinifu huko akhera, na wakasahau kwamba wazinifu watakapofika mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni watu ambao watakuwa madhalili, wanyonge, wenye kubezwa, hawana hadhi yoyote ile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah jalla wa ala, walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. hawa ndio ambao wameondoshwa, lakini ukiwatazama hawa watatu ambao wametajwa hapa mwanzo, wote wanaingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye haombi pamoja na Allah, kwa maana haabudu pamoja na Allah Mungu mwingine, na wala haiui nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza kuiua isipokuwa kwa haki, kadhalika wala hawazini, hawa ndio ambao wameokoka. Lakini sasa Allah subhanahu wa ta'ala akatoa angalizo na onyo, waman yaf'al dhalik, yoyote ambaye atakayefanya moja katika haya yaliyotajwa, akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana akaomba Allah pamoja na Mungu mwingine, au akaiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha pasina haki, au akazini, yoyote ambaye atakayefanya moja katika hili, basi huyo atakutana na bonde ambalo lipo ndani ya Jahannam, na ataongezewa yeye adhabu kali siku ya Kiyama, na atakaa humo hali ya kuwa ni mwenye kudhalilishwa, hana hadhi, na atabakia humo hali ya kuwa ni mwenye kudhalilishwa, kwa maana hana hadhi, ni mnyonge. Na hakuna mtu kukaa motoni kwa iza, hayupo. Yoyote ambaye atakayeingizwa katika moto basi kadhalilishwa. Allah subhanahu wa ta'ala akamvua yule ambaye ametubia, au akawavua wale ambao wametubia wakaamini na wakafanya matendo mema. Hao ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anabadilisha mabaya yao kuwa mema, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim
rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake Ad-Da' wad-Dawa, wakati anasherehesha aya hii akasema, faqarana az-zina bishirki wa qatl an-nafs wa ja'ala jazaa dhalika al-khulud fi an-nar fi al-'adhab al-mudha'af. Allah subhanahu wa ta'ala akaambatanisha zinaa na ushirikina katika aya hii, kadhalika akaambatanisha zinaa na kuua nafsi katika aya hii, kwa maana katika uharamu, na akajalia, kwa maana akafanya malipo ya haya yote yalotajwa matatu ni mtu kubakia motoni, ni mtu kubakia motoni, fil adhabi almudha'af, ndani ya adhabu ambayo ni kuongezwa uchungu wake. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawasifu waumini ambao wamefaulu, akataja sifa nyingi ambazo zimepelekea wao wafaulu, akafikia mahala akasema, walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, na wale ambao ni wenye kuhifadhi tupu zao, kwa maana hawafanyi uzinzi, hawafanyi zina, zipu zao hazipo wazi, zimefungwa, isipokuwa kwa wake zao, na wale ambao mikono yao ya kuume imewamiliki, hao si wenye kulaumiwa. Ama wale ambao watakayeruhusu tupu zao kufunguka nje ya hawa wawili, mke na yule ambaye umemmiliki kwa mkono wa kuume, basi hao wataingia katika lawama. Al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi pia hakubaki nyuma katika kuisherehesha aya hii, akasema, wa hadha yatadhammanu thalathata umurin anna man lam yahfadh farjahu lam yakun min al-muflihin wa annahu min al-malumin wa min al-'adin fafatahu al-falah wastahaqqa al-'udwana wa waqa'a fi al-lawm. Wa hadha, na hili lilotajwa katika aya hii linakusanya mambo matatu. Yule ambaye hakuhifadhi tupu yake, hakuifunga tupu yake, akaiachia tu wazi, basi huyu hawi miongoni mwa wale ambao wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika mambo yalivyo, yeye atakuwa ni miongoni mwa wale ambao wenye kulaumiwa na Allah, wenye kusemwa vibaya na Allah, wa min al-'adin, na atakuwa miongoni mwa wale ambao wenye kufanyiwa uadui na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye amefanya uadui, amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kifupi, atakuwa ni miongoni mwa maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fafatahu al-falah, kukamfutu yeye kufaulu, kwa sababu hakuwa miongoni mwa wale ambao wamefaulu. Wastahaqqa al-udwan, na akastahiki kufanywa uadui. Wa waqa'a fi al-lawm, na akatuka katika lawama. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, na wala msikurubie zinaa, kwa hakika mambo yalivyo, hiyo zinaa ni uchafu, hiyo zinaa ni uchafu. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwa wazi kabisa katika aya hii kwamba zina ni fahisha, ni uchafu, wa saa sabila, na njia mbaya ambayo haifai kwa Muislamu kuichagulia njia hii. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja njia hii kwa ni chafu na njia mbaya? Kwa sababu mafsadu zina au mafsadatu zina min a'zami al-mafasid, mafsadi ya zina ni katika mafsadi makubwa. Mafsadi yanayopatikana katika zina ni mafsadi makubwa ambayo hatuwezi kuhesabu hivi sasa tukayamaliza. Wa hiya ifsadu kulli ahadin imra'ata sahibihi wa bintahu wa ukhtahu wa ummah. Miongoni mwa hayo mafsadi ni mtu kumharibu mke wa mwenzie, kadhalika kumharibu binti wa mwenzie na dada wa mwenzie na mama mwenzie. Miongoni mwa mafsadi, uharibifu unaopatikana katika zina ni mtu kuharibu mke wa mtu,
kuharibu mke wa mwenzie, na hili lipo wazi. Zinaa imesababisha ndoa za watu zivunjike, imesababisha watu wasipendwe. Ikawa mwanamke hampendi tena mmewe, anampenda mpenzi wake wa nje. Tayari fikra ishaharibika. Huenda kati wa maneno, unajua wewe mzuri, lakini umekosa matunzo tu. Wewe ni dhahabu ambayo ipo kwenye vumbi, toka huko uliko, nikikupata wewe utafurahi. Akajazwa mpaka akajaa, akaona kweli bwana, huyu mimi hanipendi, ona anihudumii, hanipi hiki, bora niende kule. Akaacha ndoa, akavunja ndoa, huku akifikiria kwamba akitoka ataolewa na yule. Kumbe wapi, hayo ni maneno tu, haina chochote katika ukweli. Ndoa ikavunjika na kule ikawa hajapata ndoa. Haya yapo. Watu wangapi wameharibu mabinti wa watu? Mabinti hawaambiliki, hawasikiki. Binti kacharuka, zinaa imemkolea, ipo kwenye damu, hasikii chochote. Ukimwambia tulia, kama vile mwambia acharuke, hatulii. Nini? Kwa sababu ya zinaa. Hasikii la muadhini wala mnadi swala. Haya yote ni katika mafsadi ya zinaa. Madada wangapi, mama wangapi wamekosa haya kwa sababu wameathiriwa na mafsadi haya zinaa? Wangapi? Ni wengi, ni wengi mno. Yote haya ni katika mafsadi ya zinaa. Lakini pia miongoni mwa mafsadi ya zinaa ni iqa'ul adawa wal baghdha baina an-nas wa kharabul alam wa ikhtilatul ansab, ni kuleta uadui na chuki baina ya watu, watu kwa watu wakachukiana. Kadhalika kuharibu ulimwengu, ulimwengu unakuwa tafarani kwa sababu ya zina. Kadhalika kuchanganya nasaba, nasaba zinachanganyika, damu ya huyu inanasibishwa na yule, damu ya yule inanasibishwa na huyu, na wengine wanakosa wa kunasibishwa, hana baba, kama yupo basi baba hewa tu, hakuna huduma, hakuna chochote. Na hapa napenda kutoa tambihi kwa baadhi ya wanawake. Kuna baadhi ya wanawake wametihaniwa au waliwahi kutihaniwa huko zamani, wakaingia katika fahisha ya zina, wakazaa nje ya ndoa, wakapata watoto wa nje ya ndoa, alafu baadaye akaja akaolewa na mwanaume mwingine ambaye si mwenye watoto hawa. Sasa basi mwanaume huyu anakuwa anapambana, anaminyana kuhakikisha watoto hawa wanakula, kuhakikisha watoto hawa wanavaa kadiri ya uwezo wake. Sasa ikitokea sasa kuna kasoro ya kibinadamu, hawa wanawake wafanye subra, wasisahau kwamba hawa watoto si damu ya huyu mwanaume, kwa hawezi kuwapenda kwa 100% kama watoto wake wa kuwazaa. Kama ilivyo kwamba pia mwanamke asili yake ni kupenda damu yake, si kupenda damu ya mwanamke mwenzie, kwa maana si kupenda watoto wa mwanamke mwenzie. Kadhalika mwanaume hivyo hivyo, asili yake ni kupenda damu yake, si kupenda damu ya mwanaume mwenzie. Kwa hiyo mtu atapambana, ataminyana, kwa kuwa si damu yake, atajitahidi kuwahudumia kila kitu, lakini kwa kuwa si damu yake, kasoro lazima itatokea tu. Sasa wewe ukiiona kasoro hii, fanya subra, fanya uvumilivu, usianze kulalama, ukahangaika, ukazungumza maneno ya ajabu. Mume gani huyu, hawapendi watoto? Nilijua tu kwamba huyu hawezi kuwapenda watoto, na wewe una roho mbaya, wapenda watoto wangu, na unafanya hivi kwa sababu si watoto wako. Ukazungumza maneno mengi tayib. Sasa kama unajua si watoto wake, walalamika nini sasa? Wewe si unajua kwamba yeye si watoto wake, walalamika nini? Si uende kwa baba yao ukalalamika. Kwani baba yao yuko wapi? Kafariki au kasombwa na maji au kapeperushwa na upepo? Acheni jeuri, mkisaidiwa mkae kimya, acheni jeuri. Sasa kuna baadhi ya wanawake wana hali hii, yani mtu unaweza kuminyana, ukapambana, ukajitahidi kuhudumia mtoto wa mkeo, lakini kitokea tu kwamba labda hali ngumu, hujanunua uniform au hujanunua nguo zaidi, basi wewe si mume kwa kiyeye. Na atatoa mifano hapo, angalia mume fulani sio kafanyaje, maneno tele ya ajabu, atasahau ihsani zote unazozifanya. Sasa hii ni tambihi, wanawake mfanye subra,
haya ni katika madhara ya zina. Ilikuwaje wewe ukamvulia nguo mwanaume ambaye hakutolea mahari? Kwa nini umvulie nguo? Sasa haya ni katika madhara sasa ya zina. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ndugu zangu Waislamu, zina kama nilivyozungumza mwanzo kwamba ni jambo ambalo limeharamishwa kwa kitabu na sunna, na wanachuoni wote wamepatana na juu haramu wake, na aya zipo nyingi na hadithi zipo nyingi. Hatuwezi kuzungumza hapa na kusoma hapa tukasimaliza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun. Ewe Muhammadi, sema, waambie waumini wainamishe macho yao chini, kadhalika wahifadhi tupu zao, kwa maana wasifanye uzinzi. Hilo ni bora kwao na Allah, hakika Allah ni mjuzi wa yale ambao wanayofanya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani akasema, wala a'lamu ba'da qatl an-nafsi shay'an a'zama min az-zina. Mimi Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani sifahamu baada ya dhambi ya kuua nafsi kwamba kuna dhambi kubwa kupita dhambi ya zina. Mimi sifahamu, sijui mimi kwamba kuna dhambi kubwa baada ya shirki, kadhalika kuua nafsi. Sifahamu kwamba kuna dhambi kubwa kupita dhambi ya uzinifu, sifahamu. Kadhalika al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim katika Rawdatul Muhibbin anasema, wazina yajma'u khilala ash-sharri kullaha, wazina yajma'u khilala ash-sharri kullaha min qillati ad-din wa dhahabi al-wara' wa fasadi al-muru'ah wa qillati al-ghayra fala tajidu zaniyan ma'ahu wara'un wala wafa'un bi'ahadin wala sidqun fi hadithin wala muhafadhatun ala sadiqin wala ghayratun tammatun ala ahlihi. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, zina inakusanya mambo ya shari yote. Zina inakusanya mambo ya shari yote. Min qillati ad-din, uchache wa dini, wa dhahabil wara'i, na kuondoka kujichunga. Mtu akiwa mzinifu anakuwa hajichungi, anakuwa hana uchamungu tena, hajipatilizi katika maasi ya sampuli mbalimbali yakiwemo na huo uzinifu. Wa fasadi al-muru'ah, na utu unaharibika, anakuwa hana haya tena kwa sababu ya uchafu umemwathiri katika moyo wake na katika akili yake. Kadhalika anakuwa ni mchache wa wivu kwa mkewe. Akasema, fala tajidu zaniyan ma'ahu wara'un, huwezi kupata wewe kwa mzinifu kujichunga, huwezi kupata wewe kwa mzinifu kujichunga. Wala wafa'un bi'ahadin, wala upati kwa mzinifu kutimiza ahadi. Wala sidqun fi hadithin, wala upati kwa mzinifu ukweli katika mazungumzo. Wazinifu waongo, warongo, hiyo ndio sifa zinifu. Atakaa pale atamdanganya binti wa mtu, unajua mimi nakupenda, ukinikubalia nitakuoa, utafanyaje? Ataahidi ahadi kemkem, lakini ni uongo. Bali waweza kumuona wewe mtu amesimama na binti, ukampita ukaona hakika kabisa kwamba huyu ni fulani. Ukimsubiri baada ya siku mbili au siku tatu ukamwambia, wewe mbona unafanya kitu kibaya, nilikukuta siku fulani uchochoro fulani umesimama na binti wa watu, kwa nini unamharibia maisha binti wa watu? Akwambia hapana. Atakwambia hapana, sio mimi, ni macho yako tu yamekudanganya, mimi mwenyewe nimesafiri na nimerudi leo. Sio mimi. Watu wanafanana bwana, namna wanavyokuwa warongo, namna wanavyokuwa si wa kweli. Aweza kukataa kitu ambacho amekifanya na wewe umekiona kwa macho yako. Nini? Kwa sababu hii ndiyo athari ya azina, ndio athari ya uzinifu. Kadhalika huwezi kupata kwa mzinifu ukweli wa mazungumzo, lakini huwezi kupata kwa mzinifu kumhifadhi rafiki, wala muhafadhatun ala sadiqi. Huwezi kupata kwa mzinifu kumhifadhi rafiki. Mzinifu
Kama ni rafiki yako, kuwa na tahadhari naye, utasaidiana naye katika mambo mbalimbali. Akiwa na shida utamsaidia, atalalamika huyo mpaka utamwonea huruma. Lakini elewa, unafuga nyoka. Ukifanyia mchezo atapita na mkeo, hatojali kwamba huyu rafiki yangu, huyu nani. Hilo linalopatikana kwa watu wengi, na wamelalamika malalamiko ya sampuli kama haya. Watu wengi, rafiki yangu bwana wa ndani, nilikuwa siamini kama anaweza kunifanyia haya. Kwa nini? Kwa sababu mzinifu anakuwa hana haya, hana aibu, ni jitu tu lipo, halina mbele wala nyuma. Leo atazini na mwanamke wa huyu, kesho atazini na mwanamke wa yule, atatafuta binti, akishamaliza hapo atatafuta mwanamke wa makamu yake, ataona bado, subiri nitafute kijizeze, kikongo hivi, niangalie yupoje. Ni uchafu tu, uchafu. Ndivyo walivyo wazinifu. Hawatosheki, kwa sababu mzinifu anakuwa na kichaa cha uzinifu, anakuwa si mtu tena. Yani kila anachokiona akitamani, kila anachokiona anakitamani. Haya ndiyo mambo yanayopatikana kwa wazinifu. Haya ndiyo mambo ambayo yanayopatikana kwa wazinifu. Ni vijana wangapi wamedhaminiwa na watu wakasaidiwa, mtu akamwangalia akaona kwamba huyu kijana anahitaji msaada, nimsaidie. Sasa yeye badala sasa ya kurudisha ihsani, anasahau ihsani zote alizotendewa, anasahau ndugu, anataka kupita na mkewe. Vijana wangapi? Vijana wengi. Kwa wazinifu ni sumu ambayo haichagui kumuua. Yeyote atakayeramba amekwenda na maji, awe panya, paka, kuku, mtu, mbuzi, kusha kazi. Kwa wewe ukishajua kwamba huyu mzinifu, ujue huyo hafai kukaribishwa nyumbani. Huyo hafai kukaribishwa nyumbani. Na ukijitia wema, ujue unakaribisha nyoka. Atakugonga tu siku yoyote na utalalamika. Na kama utalalamika, basi utaugulia maumivu ya moyo kwa moyo, na utateketea kwa moyo wako, kwa sababu ni watu ambao hawana haya, hawana aibu, hawachungi dini, hawachungi heshima za watu, wapo tu. Hizo ndio sifa za wazinifu. Hayo ni madhara ya wazinifu na uzinifu kwa ujumla. Wala ghairatun tammatun ala ahlihi, na wala huwezi kupata kwa mzinifu wivu uliokamilika kwa mkewe. Wazinifu siku zote hawana wivu wa kivile kwa wake zao. Narudia tena, wazinifu siku zote, wale ambao wamebobea katika uzinifu, nyi watazame tu mtaona jambo hilo, hawana wivu ule unaotakiwa kwa wake zao, kwa sababu wao wanajua kwamba washaharibu mabinti wa watu, washaharibu wake za watu, washaharibu mabibi wa watu, mama wa watu. Kwa hiyo yeye ana kawaida tu kwamba kwa kuwa mimi nishatokea kufanya hivi, basi naweza nikafanyiwa. Hivyo ndivyo walivyo. Lakini mtu ambaye amejichunga lazima atakuwa na wivu na mkewe. Ittaqillaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha zunat, enyi wazinifu. Kuna faida gani katika uzinifu mnaopata? Kuna faida gani katika uzinifu mnaipata zaidi ya kupoteza wakati, kupoteza mali, kadhalika kupata maradhi ya sampuli mbalimbali? Kuna watu wamepata maradhi ya hatari kwa uzinifu, na wengine wakafumaniwa wakati wa ngeu, wengine wakafumaniwa wakauliwa, na wengine wakafanywa liwafi baada ya kufumaniwa. Haya ni madhara ambayo wameyapata wao katika zina. Hakuna faida. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna watu heshima zao zimeporomoka baada ya kuingia katika fahisha zina, ikawa hawaaminiki tena. Watu wanazungumza, wanamnyoshea kidole, ukimwona fulani bwana kuwa na tahadhari, hafai yule nini, maneno mengi, kwa sababu ya fahisha, kwa sababu ya jarima tu zina. Mjichunge enye talabatul ilmi. Kosea unavyokosea, lakini usikosee kwa jambo hili. Ukikosea kwa jambo hili, ujue umeporomoka, umeanguka kutoka katika ghorofa ya 7 mpaka chini. Tena ukufikia kwenye ardhi, umedundukia kabisa kwenye karo, umedondokea kabisa kwenye karo, na karo imefunikwa. Kosea unavyokosea,
katika mambo mengine, lakini katika hili muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi. Ukiteleza hapo umeteleza kweli, moja kwa moja kwenye karo. Nasallallahu salama wal afya. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye miongoni mwa wale ambao wanasikiliza maneno na wanafuata mazuri yake, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye miongoni mwa wale ambao wakikumbushwa na kumshika, na atuhifadhi sisi na familia zetu na uchafu wa zina, na atufanye miongoni ambao wenye kufaulu siku ya kiyama. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.